TBC. Na mtazamaji, na sasa tuangazie elimu, ambapo serikali imetoa ufafanuzi wa mfumo unaoweza kutumika kujiunga na masomo ya elimu ya juu nchini baada ya kuenea kwa taarifa za upotoshaji kuhusu mchakato wa kujiunga na masomo hayo. Akizungumza katika mahojiano maalum na TBC ofisini kwake jijini Dar es Salaam, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mhandisi Stella Manyanya amesema utaratibu unaotambulika na serikali kwa sasa ni mfumo wa kuanza darasa la 7 hadi kidato cha 6 na hatimaye chuo kikuu, na mfumo wa pili ni ule wa kuanzia kidato cha 4, cheti, diploma na baadaye kujiunga na masomo ya chuo kikuu kwa vyuo vinavyotambulika na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE. Imetambulishwa kuwianishwa na ule mfumo mwingine. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu alimaliza kidato cha 4, hapo amemaliza wote, lakini katika kidato cha 4 anaenda kuchukua cheti, basi kile cheti kinawianishwa pia na ngazi ya kidato cha 6, hivyo hivyo mpaka anafika chuo kikuu. Lakini vile vile hata katika level ya darasa la 7, kuna mwingine anamaliza tu darasa la 7, baada ya kumaliza darasa la 7 anaenda kwenye mafunzo maalum. Kwa mfano, hawa watu wanaopita kwenda VETA, anajifunza ujuzi, lakini hapo hapo anatambulishwa masomo fulani, anafaulu. Akitoka hapo, kama amefaulu vizuri, anaweza kaendelea akajiunga pia na cheti, anatoka hapo ataendelea. Lakini zile ngazi zimepangwa mahususi zikiwianishwa na ule mfumo wa kidato cha 4, 6 mpaka chuo kikuu. Mfano, unaweza kukuta kwamba chuo kikuu cha Huria kikatengeneza mfumo wake wa kumbrashi mtu akaenda, na chuo kingine, vyuo vingi tu vilikuwa na mifumo kama hiyo. Lakini sasa ile mifumo ya hizo foundation ambayo sasa wao wanazichukulia kwamba sasa ziwe ni rasmi, badala ile kumwandaa mtu kwa ajili ya kuendelea, ziwe sasa ndio zinakuwa kama ngazi za kumwezesha mtu kuingia kwenye ngazi ambayo sio ngazi ambayo inatambulika rasmi, haina msimamizi, kwamba sasa wewe uliyepewa foundation ya hapa chuo kikuu Huria ni sawa sawa na yule atakayepewa foundation ya chuo kikuu cha labda sivyo, hasa ni vyuo binafsi. Vyuo vingine vimekuwa vya kiserikali havifanyi hivyo, viko vichache labda vinavyofanya hivyo, lakini unakuta kwamba zile ngazi hazitambuliki rasmi. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema hii foundation yangu mwezi mmoja, mwingine akasema mimi miezi 6, mwingine akasema mwaka. Sasa hicho ndicho ambacho tunakikataa, kwamba mtu akishakuwa amefail kidato cha 6, ile foundation haimpi yeye sifa ya kuingia na chuo kikuu. Sisitiza kuwa serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu vyuo vyote nchini ili kuhakikisha vinatoa elimu bora.